serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuboresha sera ya sheria mbalimbali ili kuweza kuweka mazingira bora ya kuwawezesha wananchi kiuchumi. Suala la sera na sheria imewezesha kutenga 30% ya manunuzi ya umma kwa wanawake, vijana, wazee na watu wenye ulemavu. Lakini pia kuratibu na kuweka mazingira bora kwa vikundi na huduma ndogo za kifedha, pamoja na kuongeza ushiriki wa Tanzania katika uwekezaji ikiwemo sekta ya madini, mafuta na gesi. Mheshimiwa Spika, uanzishwaji wa mifuko za programu mbalimbali za uwezeshaji wananchi unatokana na mahitaji ya kiuchumi kwa maendeleo ya nchi yetu. Mifuko iliyopo imeweza kutoa jumla shilingi trilioni 3.5 kwa wanufaika zaidi ya milioni 24. Kati ya wanufaika hao, wanawake ni zaidi ya milioni 11 na wanaume ni zaidi ya milioni 13. Mheshimiwa Spika, baadhi ya mifuko na programu hizo ni pamoja na mikopo ya halmashauri za 10% kwa wanawake, vijana na wenye ulemavu. Iko pia programu ya Jenga Kesho iliyo bora. Iko pia programu ya taifa kukuza ujuzi kwa vijana. Tunazo programu ya kukuza viwanda vidogo na vya kati. Tunayo programu ya kuimarisha uchumi na Mama Samia na mfuko wa dhamana wa wajasiriamali wadogo. Mheshimiwa Spika, mifuko na programu za uwezeshaji wananchi zinazoratibiwa na serikali zinatoa fursa mikopo kwa riba nafuu kwa mtu mmoja na vikundi na uzalishaji mali. Serikali itaendelea kutekeleza na kusimamia mikakati ya kutoa elimu kwa wananchi kupitia njia mbalimbali ikiwemo maonesho, makala, vyombo vya habari na vituo vya uwezeshaji ili kuongeza uelewa kuhusu fursa zilizopo kwenye mifuko na programu hizo.